Yes, mwana Afromedia, karibu tena katika zile habari ambazo zina trendi na kutikisa mitandao ya kijamii, na kubwa zaidi jioni hii hapa ya leo, Mwijaku anashikiliwa na jeshi la polisi kwa mahojiano kuhusiana na kesi ile ambayo inawahusu wanafunzi wa chuo kikuu kumnyanyasa ama kumkatili mwanafunzi mwenzao anayefahamika kwa jina la Magnificat wa chuo cha Alzi. Kama tunaweza kukumbuka, mwishoni mwa wiki iliyopita ziliweza kuzagaa video zikionyesha tukio hilo la wanafunzi wakijaribu kumfanyia vitendo vya ukatili mwenzao kwa kisa tu ambacho kinajulikana kama ni wivu wa kimapenzi dhidi ya mtu ambaye anafahamika kwa jina la Mwijaku. Sasa watu wengi walikuwa na story mbalimbali na wengi waliweza kutoa mtazamo wao, na huku wengine wakisubutu kusema kwamba unajuaje Mwijaku aliyetajwa kwenye video hile kama ni Mwijaku huyu ambaye sisi tunamfahamu. Kama tunaweza kukumbuka vizuri, watu waliweza kutoa comment mbalimbali, ikiwemo hata waziri mwenye wizara husika anayehusika na masuala ya kijinsia aliweza kutoka na hadharani kupitia mitandao ya kijamii na kutoa machapisho mbalimbali akionyesha kwamba naye ameguswa na tukio kama hilo na kulitaka jeshi la polisi liweze kuingilia kati na kuweza kufuatilia kesi hiyo, kuhakikisha wale wote waliohusika kufanya vitendo hivyo wanakamatwa. Sasa leo jioni hii hapa imeweza kutoka habari ambayo inadai kwamba Mwijaku tayari yupo katika mikono ya jeshi la polisi na anafanywa mahojiano. Sasa watu walikuwa na comment nyingi sana kwamba inawezekanaje Mwijaku anahusikaje, yani kwa kutajwa tu Mwijaku anaweza akahusika vipi. So far kwamba sasa jeshi la polisi limeshamchukua Mwijaku na wamefanya naye mazungumzo ama mahojiano kutaka kujua kinagaubaga. So tuendelee kusikilizia ama tuendelee kufuatilia kwa umakini kuweza kujua Mwijaku nini kinaweza kumkuta, lakini watu wengi sana wanaonyesha kwamba wakimlaumu Mwijaku ama kwa sababu tu Mwijaku amekuwa front sana kwenye mambo mbalimbali ambayo kupitia mitandao ya kijamii na kuwa balozi wa mambo mbalimbali. Sasa kupitia hili hapa inaonekana kama kwa namna moja ama namna nyingine linakwenda kumtia doa. Mimi na wewe hatufahamu nini kinaweza kumkuta Mwijaku, lakini tuendelee kufuatilia, tutakujuza yale yote yanayojiri kupitia mitandao ya kijamii. Hii hapa ni Afromedia, usahau kusubscribe na kulike na kucomment ili kuwa kwanza kupata habari zetu. Vijana mpo! Vijana mpo! Vijana mpo! Hawa ni vijana wamejaa mastarimu. Hawajafuata vitambulisho vya NIDA. Wamemfuata DC Mwijaku. Mmefuata? Mmefuata? Kwa furaha lokuwa nayo kutoka kwa mastarimu, kila mmoja na mpe 20,000. Nenda kule mdogo wangu.